Asante. Dawa ambayo tunaitumia sasa hivi kutibu kichocho ya praziquantel ilipoanza kutumika miaka ya mwanzo ya 80, tafiti zake zilifanyikia hapa. Mwanza, jiji la miamba lenye rasilimali tele na utajiri wa kijiografia. Kando ya ziwa Victoria, ziwa kubwa zaidi barani Afrika, Mwanza ni kitovu cha uchumi katika ukanda wa ziwa. Uvuvi, biashara na shughuli nyingine za kijamii huchangia ustawi wa eneo hili. Lakini msingi wa maendeleo ni afya bora. Kwa kulitambua hilo, Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Magonjwa ya Binadamu NIMR chini ya Wizara ya Afya ilianzisha kituo cha NIMR Mwanza kilichoanza miaka ya 1950 chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa zaidi ya miongo 6, kituo hiki kimejikita katika kupambana na magonjwa kama kichocho, minyoo ya tumbo, ukimwi na sasa magonjwa mengine ya kuambukiza. Karibu katika makala hii maalum, tutembee na kujifunza pamoja katika safari ya kisayansi hapa NIMR Mwanza. Ninayekuletea simulizi hii siku ya leo ni mimi Eric Alam Mbonike. Karibu. Dr. Safari Kinungi, meneja wa kituo cha NIMR Mwanza, ndiye anayefungua pazia kutueleza kuhusu kituo hiki cha utafiti. Kituo hiki kina historia ndefu. Kilianza kama kituo ambacho kilikuwa kinafanya utafiti wa ugonjwa wa filariasis au matende. Ukiangalia nafikiri kwa kipindi kile hilo ndio lilikuwa tatizo la eneo hili. Lakini baadaye utafiti ulibadilika mpaka kufikia hapo kwenye miaka ya 1954-55 kituo kilianza kujishughulisha na utafiti wa ugonjwa wa kichocho. Kama vile mnavyoelewa, ugonjwa wa kichocho ni tatizo kubwa katika huu kanda wa ziwa. Kwa hiyo kituo hiki kilijikita katika hizo tafiti na kilikuwa kinatumika kama kituo cha jumuiya yote ya Afrika Mashariki. Tulianza tafiti za matende wakati wa koloni. Tumekuja baadaye tukaanza tafiti za kichocho. Baadaye tukaingia kwenye tafiti za ukimwi kwa sababu ukimwi kipindi kama tatizo kubwa. Lakini vile vile sasa hivi tunafanya tafiti za malaria, tafiti za ugonjwa wa kifua kikuu au TB. Na sasa hivi kwa sababu ya hili wimbi la magonjwa yasiyoambukizwa, tumeanza vile vile tafiti za magonjwa yasiyoambukizwa kama kisukari, hypertension, haya magonjwa ya figo na kadhalika. Ili kutengeneza kesho iliyo bora, lazima tuwekeze leo. Katika harakati za utafiti, miundombinu bora ni msingi wa mafanikio. Tukiingia katika jengo la kisasa la NIMR Mwanza, tunakutana na maabara iliyojaa vifaa vya hali ya juu na wataalamu waliobobea. Dr. Eric Limo, meneja wa maabara, anafafanua kuhusu miundombinu na mchango wa maabara hii katika tafiti za afya. Nawakaribisha katika maabara yetu ya NIMR Mwanza, muweze kuona kazi tunazozifanya na mambo ambayo tumekuwa tukijishughulisha nayo. Karibuni sana. Hapa tunaenda kuangalia section mbalimbali za maabara, na sections zenyewe ziko 7. Tukianza na microbiology and biosafety level 3, vile vile tuna clinical chemistry and dermatology, vile vile tuna section ya molecular biology, na vile vile tuna sample reception, mahali ambako tunapokea sample kutoka sehemu mbalimbali na kupeleka katika hizi section nitakazozitaja hapa. Vile vile tuna serology and immunology, na vile vile tuna section ya parasitology and entomology, na mwisho kabisa tuna section ya biobanki ambayo tunatumia kuhifadhi sampuli zetu. Karibuni kwenye room ya pili ya molecular biology. Room hii inaitwa PCR preparation. Hapa ndo mahali ambako tunaandaa sample zetu kwa ajili ya kufanyiwa testing. Sehemu hii ndo mahali ambako sample za binadamu, za wanyama,
au za vijidudu zinaingia kwa ajili ya kupata DNA. Kama kazi inavyoendelea hapa, wataalamu wetu wanavyoendelea kwenye kutafuta DNA au RNA kutoka kwenye sampuli mbalimbali. Penye utafiti pana ujasiri, tunaingia katika kitengo cha maabara ya vinasaba. Binsia Anne Neulomi, mwanasayansi wa maabara, anatueleza kuhusu mitambo na matumizi yake katika kutambua visababishi vya magonjwa. Katika chumba hiki ni chumba ambacho tunafanya PCR processing kwa kutumia mashine mbalimbali, ikiwemo mashine hii hapa inayoitwa F3500 Genetic Analyzer. Mashine hii ililetwa kwenye taasisi na kuwa installed kwa mara ya kwanza 2010. Hivyo ikatufanya sisi kuwa taasisi ya kwanza kufanya uchunguzi wa usugu wa virusi vya ukimwi dhidi ya dawa. Tumefanikiwa kupata mashine yenye teknolojia kubwa na uwezo mkubwa katika maabara yetu inayoitwa Quant Studio 5. Mashine hii ina uwezo mkubwa sana kufanya vile ambavyo tuliongea kama ilivyokuwa inafanya mbinu ya PCR tuliyoongea katika hizi nyingine. Naye Bi Doris Mangalu, mwanasayansi wa maabara, anatueleza zaidi kuhusu maabara ya uchambuzi wa vinasaba kwa wadudu. Entomology Molecular Laboratory, ambapo tuna deal na molecular activities za vector-borne disease kama vile malaria na schistosomiasis. Tuna deal na DNA extraction, ambapo tunapima DNA kujua identity ya mosquitoes, na pia tunafanya ELISA, ambapo tunaangalia detection ya sporozoid kuangalia kama mosquitoes wako infected. Mwelekeo wetu ndani ya maabara hii unatufikisha moja kwa moja hadi maabara ya kifua kikuu. Hapa tunakutana na Bwana Raymond Gesembe, mteknolojia wa maabara mwenye ari na maarifa ya hali ya juu. Hili eneo lililoko mbele yenu kitaalamu tunapaita kama anteroom. Anteroom ni eneo ambalo tunatumia kwa ajili ya kupokelea sampuli ambazo zinashukiwa kuwa na vimelea vya TB, ambayo kitaalamu tunaita ni sputum. Eneo hili pia huwa tunafanya ukaguzi wa awali wa sampuli kabla hatujaenda kuifanyia uchakataji. Eneo hili ni maalum kwa ajili ya kuchakata sasa sampuli. Inapokuwa imefika for the first time kutoka kliniki, inakuwa katika namna ya kohozi. Sasa hilo kohozi lazima ulichakate ili uweze kulipeleka kwenye hatua zinazofuatia kwenye mashine mbalimbali ili uweze kupata majibu. Hii mashine iliyoko hapa, hii ni centrifuge, refrigerated centrifuge. Ni mashine ambayo inatumia principle au nguvu ya mgandamizo katika kufanya separation ya sampuli. Tukiwa tumeshamaliza kuichakata sampuli yetu, yani hilo kohozi, ndipo tunakuja kuipanda. Hii mashine inaitwa Bactec Midget 960. Mashine hii yenyewe ni incubator kama zilivyo incubator nyingine kama hii hapa mnaiona, lakini utofauti wake, hii yenyewe ni specifically kwa ajili ya liquid culture. Inapanda kuoteshea wadudu katika media ambazo ni liquid. Kwa hiyo kwa hapa, kwa sababu tunafanya mada ya kifua kikuu, tunaoteshea sampuli zetu za sputum mara hapa. Kila sampuli ni mwanzo wa mafanikio ya utafiti. Kila sampuli inayopokelewa hapa huwakilisha maisha ya mamilioni ya watu. Na hapa tunaingia kwenye maabara ya upokeaji wa sampuli. Tunakutana na Bi Sega Kamata, mteknolojia wa maabara. Hapa ni mapokezi ya NIMR Mwanza. Tunahusika na upokeaji wa sampuli kutoka katika miradi tofauti tofauti inayofanyika katika kituo chetu. Sample zikifika reception, tunafanya ukaguzi wa kuona zile sample ziko katika ubora unaotakiwa. Tukishamaliza hapo, tunaziingiza
katika mfumo wetu tulionao hapa mapokezi unaitwa RIMS. Tukishamaliza kuzipokea katika mfumo, tunazipeleka katika section husika. Na endapo kama sample zinahitaji uhifadhi wa dharura, tunazo freezers hapa, tunao -80, tunao -20 na fridge. Utunzaji wa sampuli ni alama ya utekelezaji wa sayansi za utafiti na njia ya kufikia maono ya kesho yetu. Hapa NIMR Mwanza, taasisi imewekeza kwa kiasi kikubwa katika utunzaji wa sampuli, yani biobank. Bwana Peter Lutonja, msimamizi wa maabara hii, anaeleza. Hii section kwa hapa katika kituo cha utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMR Mwanza ni sehemu ya maabara lakini ukitaka kuita jina lake halisi inajulikana kama biobank, yani biological bank, mahali ambapo tunatunza vitu kama sample za binadamu, hususan sample hizo kama damu pamoja na vipimo vingine ambavyo vinatoka kwa binadamu. Kwa hiyo hapa kama unavyoona, hili eneo lina mafriza, na haya mafriza yana joto tofauti tofauti kulingana na mahitaji ya utunzaji wa sample. Kwa hiyo hapa tuna mafriza ambayo yana uwezo wa kupoza joto linashuka mpaka -150, -150. Tunayo mawili, kama nyingine ikiwa kama backup. Ya kwanza ni hii hapa na ya pili ni hii hapa. Haya mafriza uwezo wake unakadiriwa kufikia kiwango cha liquid nitrogen. Kwa hiyo kama kuna sample ambazo zinatakiwa kutunzwa kwenye liquid nitrogen, basi sisi tunayo haya mafriza kama backup, tunaweza kuziweka humo na zikawa ziko salama. Lakini pamoja na hayo pia hata mtambo wa liquid nitrogen bado tunao, ambao upo katika eneo lingine la kituo hiki, na tunaweza pia tukagenerate au tukatengeneza liquid nitrogen kwa ajili ya matumizi yanayohitajika. Kwa hiyo katika utunzaji kwa ujumla hapa tumejihakikishia kwamba tuko katika ubora unaotakiwa katika standardi za kitafiti, na sample tunazotunza ni za watafiti wetu wa NIMR, lakini pia tunashirikiana na stakeholders wengine kutoka katika sehemu mbalimbali. Kwa sababu ya ubora wa utunzaji tulionao, wanapokuja wanashawishika kuleta sampuli zao ili tuweze kuwatunzia hapa. NIMR Mwanza pia imejikita katika utafiti wa wadudu waenezao magonjwa kama mbu. Biziada Kiwanuka, mwanasayansi wa maabara katika kitengo cha wadudu, anatueleza kuhusu tafiti hizi muhimu. Hili jengo mpo kwenye jengo la ufugaji wa mbu, ambao tunajishughulisha na kufuga mbu koloni mbalimbali, ikiwemo Kisumu colony, Aedes pamoja na resistant Gambi SS. Ila pia tunafuga guinea pigs ambao wanahusika na wanatumika katika kufeed mbu kwa ajili ya kuzaliana. Kwa hiyo wanatumika kuprovide blood source kwa mbu ili waweze kuendelea kuzaliana pamoja na kazi zetu kuendelea kuwepo. Tunatembelea nyumba maalumu ya kufugia na kuzalisha mbu. Tunakutana na Bwana Patrick Hape, mhudumu wa wadudu, anaeleza kuhusu uzalishaji na uchunguzi wa tabia za mbu. Na hapa tupo katika jengo la insectary. Insectary ni jengo maalum kwa ajili ya kufuga na kuzalisha mbu. Katika chumba hiki cha viluilui wa mbu, kuna hatua 4 za ukuaji wa viluilui hawa ambao tunaziita instas. Insta ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya 4. Baada ya insta ya 4, viluilui hawa badilika na kwenda hatua inayofuata ya ukuaji ambayo ni buu. Baada ya hatua ya buu, mabuu hawa tunawakusanya kila siku asubuhi na jioni, na lengo la kukusanya mabuu hawa ili kwa sababu baada ya hatua ya buu
ni chini ya masaa 24 tu mabuu hawa huruka na kuwa mbu kamili. Hivyo inatubidi tufanye ukusanyaji wa mabuu hawa kila siku asubuhi na jioni ili kuzuia mabuu kugeuka kuwa mbu kamili na kuruka. Hiki ni chumba cha adult room, na chumba hiki kina mbu aina ya Anopheles gambi ACS, na strain hapa ni Kisumu strain, na aina ya colon ni susceptible colon. Katika kufahamu zaidi, hatua zetu zinatufikisha katika vibanda vya majaribio ya mbu vilivyopo nje kidogo ya jiji la Mwanza. Tunakutana na Bi Selina Anton. Anatuonesha mazingira halisi ya majaribio ya utafiti wa mbu. Hapa ni sayansi ya vitendo. Okay, kama tunavyoona tuna vibanda 6 na hiki ni kibanda namba 1 ambavyo inawakilisha vibanda vingine, na vibanda hivi vimejengwa kwa muonekano wa makazi ya watu, kwa mfanano wa makazi ya watu wanaoishi katika eneo hili. Kwa tunategemea matokeo tunayopata mali hapa ni mfananio wa matokeo tutakayopata katika nyumba za watu. Kuna kitanda kama hivi na neti. Kwa wakati tuna usiku mtu anakopa amelala, ambapo mbu watakuwa wanaingia kupitia hizi matundu huku juu eaves, ambapo ni sawa na nyumba za watu nyingi huko kijijini unakuta ukuta juu na uwazi. Kwa tunaruhusu mbu wanaingia usiku, anaingia ndani, atamkuta mtu volunteer amelala hapa. Kwa hiyo anapoingia anazunguka kutafuta chakula. Kwa majina naitwa Winjuka Gelson Masanga, ni Deputy Laboratory Manager hapa NIMR Mwanza maabara. Ninaadili na usimamizi wa manunuzi pamoja na store, lakini pia nadili na usimamizi wa tafiti za kimsingi za magonjwa ya kibinadamu pamoja na epidemiolojia. Karibuni sana katika maabara yetu katika shughuli za kitafiti, kwa sababu tuna vifaa vyetu vizuri vya kisasa. Mnakaribishwa sana. NIMR Mwanza wamefanya tafiti nyingi zilizoleta mabadiliko chanya katika sekta afya. Dr. Safari Kinungi, meneja wa kituo, anasimulia kwa fahari jinsi tafiti mbalimbali zilivyosaidia kutatua changamoto za kiafya katika jamii. Mafanikio ni makubwa. Ukiangalia upande wa miundombinu yake, tuna maabara nzuri ambazo taifa linaweza likazitumia kwa mafanikio makubwa, ikachangia katika kuyatambua magonjwa na kuyadhibiti. Afua mbalimbali za kudhibiti ukimwi ambazo zinatumika mpaka leo, nimesema zote zimefanyiwa majaribio hapa na baadaye zilivyoonekana kwamba zinafaa zikaanza kutumika. Tumefanya tafiti za kufupisha matibabu ya ugonjwa wa kifua kikuu kutoka miezi 6 kwenda miezi 4. Kwa hiyo hizo tafiti tumezifanya na zimeonekana zina mafanikio makubwa. Katika vita dhidi ya malaria, NIMR Mwanza imekuwa mstari wa mbele kupambana ili kufikia malengo ya taifa ya zero malaria. Dr. Alfaxad Manjurano, mtafiti mkuu, anatueleza shughuli za kitafiti za kupambana na magonjwa yanayosababishwa na wadudu dhurifu kama mbu. Tumekuwa tunafanya kazi katika maeneo ya kanda ya Ziwa na tumefanya kazi katika sehemu mbalimbali. Tumekuwa tunafanya kazi zingine ambazo zinafanyika kwenye maabara, nyingine zinafanyika kule kwenye field na nyingine zinafanyika kwenye community. Kwa hiyo kwenye maabara ndizo tunaangalia kuhusu mambo mbalimbali yanayohusika na magonjwa ambayo yanaambukizwa na mosquito borne disease. Kazi nyingine tunazifanya kwenye vibanda, na tumekuwa tunafanya kazi hizi ambazo nyingine ni za clinical trial, na tunaangalia uwezo wa neti
ambazo zinahusika katika mapambano ya malaria, na tumekuwa tunafanya hizi kazi kwa kutumia mbu ambao tunawafuga katika kitengo ambacho ni nyumba ya mbu. Mbu walioko humu ni wale mbu wasioambukiza malaria na ambao hawajawahi kugusa dawa. Kwa hiyo wanapokwenda kuwekwa katika majumba kule kuangalia, tunaweza tukaangalia kwamba dawa ile inafanya kazi au haifanyi kazi. NIMR Mwanza pia imepata mafanikio makubwa katika utafiti wa afya ya uzazi, hasa eneo la saratani ya shingo ya kizazi kwa wasichana. Dr. John Changalucha, msimamizi wa mradi wa Doris, anaeleza kuhusu utafiti huo. Utafiti ambao tunafanya na tumekuwa tukiufanya tangu mwaka 2017 unaitwa Doris. Lengo la huu utafiti ni kujaribu kuona kama chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi, chanjo moja ikitolewa inaweza ikatoa kinga sawa na dozi 2 au dozi 3. Nia ya kufanya hili ni kujaribu kuona namna ambayo tunaweza kurahisisha utoaji wa chanjo, lakini vile vile kupunguza gharama ya chanjo yenyewe. Na kufuatana na haya matokeo, Wizara ya Afya ya serikali ya Tanzania nayo iliamua kwamba tutoke kwenye dozi 2 tuende dozi 1 kuanzia mwezi wa 4 mwaka uliopita. Matokeo haya yana maana kubwa sana kwenye upande wa utoaji wa chanjo ya inayozuia saratani ya shingo ya kizazi. Kwanza, itarahisisha utoaji wa chanjo yenyewe. Kwa hiyo unapotoa dozi 1 unakuwa na uwezekano mkubwa wa kuwapa chanjo wasichana wengi zaidi kuliko unapotaka kurudia dozi ya 2. Lakini cha pili ni kwamba gharama ya utoaji wa chanjo inakuwa imepungua. Kwamba kama umelenga kutoa chanjo kwa wasichana milioni 5, chanjo hiyo itakutosha kutoa chanjo kwa watu milioni 10. Kwa hiyo gharama itakuwa imepungua kwa kiwango kikubwa. Lakini kingine ni kwamba inarahisisha kwa watumishi wa Wizara ya Afya katika kutoa chanjo yenyewe. Badala ya kwenda mashuleni mara 2 katika mwaka, wataenda mara 1 kwa mwaka. Kwa jina ni Jackton Ndangasi. Kwa idara yetu ya immunolojia tunahusika na utafiti wa ugonjwa wa binadamu, haswa wa human papilloma virus, ambacho ni kirusi ambacho kinasababisha saratani ya shingo ya kizazi. Tumefanya utafiti wetu kwa watoto wa umri kuanzia miaka 9 hadi 14. Na katika utafiti wetu tumeweza kugundua kwamba dozi 3 ambazo awali watu wa kike walikuwa wanapewa, saa hizi inaweza kupunguzwa na tukapata dozi 1 pia inafanya kazi vizuri zaidi. Shirika la Afya Duniani limeweza kutumia utafiti wetu kubadilisha sera zao, na hasa dunia nzima, ambapo watu sasa hivi wanaweza kupata dozi 1 badala ya dozi 3. Ni Beatrice Kamala, msimamizi wa kliniki kwenye mradi wa Doris, anaeleza utekelezaji na uendeshaji wa mradi huo. Mradi wa Doris unajihusisha na kutoa chanjo ya kuzuia ugonjwa wa kansa ya shingo ya kizazi. Tunafanya utafiti kwa kulinganisha chanjo, ambapo watoto wetu tuliwachukua katika makundi 3. Wapo waliopokea dozi 3, dozi 2 na dozi 1. Nanufaika vizuri sana na mradi huu kwa sababu tutapata kinga ya saratani ya shingo ya kizazi. Naishukuru sana NIMR kupitia mradi wa Doris.
NIMR Mwanza si tu kituo cha tafiti, bali pia ni mkono wa faraja kwa jamii. NIMR Mwanza ina kituo cha afya kwa lengo la kuhudumia jamii ya Watanzania. Dr. John Kiyungu, msaidizi mganga mfawidhi wa kituo, anaeleza kwa uzito namna wanavyoihudumia jamii kupitia kituo hiki cha afya cha NIMR. Tunatoa huduma katika kituo chetu za aina mbalimbali. Huduma ambazo tunazitoa katika kituo chetu, tunayo maabara ya kisasa inayoweza kupima vipimo vya aina mbalimbali. Lakini pia tunayo huduma ya wagonjwa wa nje. Pamoja na hayo tunayo huduma ya wagonjwa wa kulazwa IPD. Lakini pia tunayo huduma ya mama na mtoto. Tunatoa kila siku. Pamoja na hiyo pia tunayo huduma ya mionzi, tunaitoa hapa kila siku. Tunayo pia huduma pia mbalimbali za kibingwa. Tunayo huduma ya magonjwa ya wanawake, bingwa magonjwa ya wanawake. Tunaye bingwa wa magonjwa ya upasuaji. Tunaye bingwa pia magonjwa ya watoto. Lakini pia tunao mabingwa kwa ajili ya magonjwa ya masikio, pua na koromeo. Bi Renata Wilbord, mhudumu wa afya kituoni hapo, anaeleza jinsi wanavyotoa huduma ya baba, mama na mtoto. Hapa ni kliniki kwenye kituo chetu cha NIMR RSH. Tunatoa huduma mbalimbali za mama wajawazito pamoja na watoto. Tunapima uzito, tunatoa chanjo kwa watoto wachanga kuanzia mwezi mmoja na wiki 2 mpaka miaka 5. Bwana Azizi Abdi Saidi, mwanasayansi wa maabara, anaeleza shughuli za maabara wanazofanya katika kituo hiki cha afya. Hapa maabara yetu inatoa huduma mbalimbali, huduma ndogo pamoja na huduma kubwa. Baadhi ya vipimo tunapima kama malaria, choo, mkojo, tunapima vipimo vya ini, figo pamoja na kipimo cha mchafuko wa damu. Pia tunafanya vipimo kama kacha au kupandikiza sample kwa ajili ya kujua ni vidudu gani vipo katika sample husika. Bi Mary Chacha, mtoa huduma kwa wagonjwa, anasema hapa tunapokea mgonjwa kutoka mapokezi. Anapofika mahali hapa tunamcheki vipimo vya awali, tunampima vipimo vya awali. Vipimo vya awali tunampima blood pressure, tunampima joto la mwili, tunampima uzito, tunampima na urefu. Baada ya hapo tunampeleka kwa daktari kwa ajili ya matibabu zaidi. Mtazamaji, tiba mpya haziibuki tu, huanzia kwenye ujasiri wa majaribio. Dr. Kidola Jeremia, mtafiti mkuu, anatusimulia namna tafiti hizi zinavyotekelezwa na kuleta matokeo chanya. Idara ya Clinical Research Program ni idara ambayo inajihusisha na kuendesha tafiti zinazohusiana na magonjwa ya binadamu, hasa katika matabibu, na imekuwa ikifanya tafiti ambazo zinahusiana na majaribio kama clinical trials pamoja na magonjwa mengine ya ufuatiliaji pamoja na ambayo magonjwa yasiyokuwa ya maambukizi. Lakini pia program ya clinical trial, program ya clinical research inashughulika pia katika kusimamia uendeshaji wa kituo cha afya, na kituo cha afya cha NIMR Mwanza kimekuwa ni moja ya nguzo kubwa ambayo inavutia tafiti za majaribio ikitumia fasili zilizopo pamoja na staff waliopo. Pamoja na hayo, kituo cha afya pia kinatoa huduma kwa watu wanaoizunguka kwa matibabu ya kawaida, ili kama mojawapo ya njia ya kurudisha huduma kwa wananchi. Dr. Iris Damian Changa, daktari na mratibu wa mradi, naye anatueleza hatua kwa hatua jinsi tafiti za chanjo na dawa mpya zinavyoendeshwa. Hapa tulipo ni katika moja kati ya majengo yetu yanayohusika na clinical trials, yani tafiti za majaribio. Tunafanya majaribio ya dawa mbalimbali, tunafanya majaribio ya chanjo, na tunadili zaidi na magonjwa ambayo ni ya kuambukiza, lakini pia magonjwa yasiyo kuambukiza. Ili kuhakikisha shughuli za utafiti zinafanyika kwa ubora na bila kikwazo, NIMR Mwanza ina idara saidizi ambazo husaidia kutekeleza majukumu ya utafiti. Miongoni mwa idara hizo ni idara ya TEHAMA
ambayo imekuwa kiungo muhimu sana kwa watafiti. Bwana Florence Kayombo, mkuu wa idara ya TEHAMA, anaweka bayana. Katika idara yetu tuko watu watatu ambao tuko based hapa Mwanza, ambao kazi zetu za kila siku ni kuhakikisha kwamba kuna shughuli za mifumo ya teknolojia ya TEHAMA inafanya kazi. Kwa mfano kuwepo wa internet katika kituo kwa ajili ya kuwezesha mawasiliano ya watafiti, lakini vile vile wafanyakazi wengine ambao wapo katika idara mbalimbali. Lakini pia vingine kuhakikisha kwamba mifumo ya kompyuta, yani kompyuta zinaweza kuwasiliana, network, yani kuwe na mawasiliano ya kompyuta moja kwenda nyingine kutoka kwenye idara mbalimbali, ili waweze kufanya shughuli zao mbalimbali, ziwe ni katika usimamizi, yani utawala, lakini vile vile katika core business, yani biashara kubwa ambayo tunafanya, ambayo ni utafiti. Mbali na idara ya TEHAMA, pia idara ya takwimu imekuwa nguzo muhimu sana katika shughuli za utafiti. Bwana Charles Mangya, meneja takwimu, anaeleza kwa kina shughuli wanazozifanya. Kabla ya kuwa na hii mifumo ya kielektroniki ya kukusanya taarifa, zamani tulikuwa tunatumia karatasi kukusanya data. Mifumo ya karatasi ulikuwa na changamoto nyingi, ikiwepo upoteaji wa data, kuwa na duplicates kwenye taarifa zinazokusanywa na makosa kadhaa. Pia ilikuwa inachukua muda mrefu kufanya hilo zoezi la data collection. Kazi ya siku 2 inaweza ikachukua wiki 2. Kwa hiyo kutokana na maendeleo ya teknolojia, sisi NIMR Mwanza hatuko nyuma, tukakopa na teknolojia. Sasa hivi tunatumia mifumo ya kielektroniki kukusanya taarifa. Naye Mayebe Tubeti, mtafiti msaidizi kutoka idara hii, anasema hapo awali kulikuwa na shida ya ukusanyaji wa taarifa ambazo ni zilizo bora. Kwa hiyo taasisi au katika kituo chetu tukaona ni vyema kuanzisha kituo DMU kwa ajili ya kuchakata taarifa ili kuboresha taarifa zinazotoka kwenye maeneo ya ukusanyaji taarifa ziwe ni bora. Kitengo hiki kikaanzishwa rasmi ili kusaidia wanasayansi kupata taarifa au data zilizo bora zaidi. Rosa Ndaro, afisa mtafiti kutoka idara hii, anaeleza umuhimu wa idara. Kwamba kama kuna taasisi ambazo zinaweza kuleta kazi NIMR Mwanza kwenye kitengo chetu cha DMU, tunahakika tutawapa huduma nzuri ya qualitative, ambapo tutawapa wataalamu wa kutranslate, kutranscribe, lakini pia hata kuandaa hizo njia za kisocial science ambazo zinatakiwa kwenye maandiko na kila kitu. Tunaweza tukawasaidia, tukaingia nao mkataba na tukaweza tukawafanyia kazi nzuri. Na kama pia wanaofanya kazi wao, sisi tunawakaribisha, sisi tunaweza tukawatunzia data zao pia. Kando ya kazi zote hizo za utafiti, NIMR Mwanza imekuwa mdau mkubwa katika utunzaji wa mazingira. Imeweza kutunza msitu wa asili uliopo katikati ya jiji la Mwanza, ambao unatumika pia kama kivutio cha utalii, ukiwa na wanyama mbalimbali. Mimi naitwa Makelele Bule Mwagi, ni Senior Security Guard NIMR Mwanza, kituo cha Mwanza. Niko hapa kwa ajili ya kurinda huu msitu. Toka mwaka 92 niko hapa. Kwa huu msitu uko katikati wa mji wa Mwanza, mkoa wa Mwanza, wilaya Lemera. Msitu huu ni hifadhi. Msitu pia kuna miti asilia ambayo inasaidia watu kupata miti ya kuchimba dawa za kienyeji. Unaona, msitu huu ni hifadhi wa NIMR. Kwa hiyo unasaidia mambo mengi na tumezungukwa na jamii, makazi ya watu, ya jamii ya watu. Kidole kimoja hakivunji chawa. Mafanikio ya NIMR Mwanza yanachangiwa na ushirikiano madhubuti na taasisi mbalimbali. Dr. Bahati Msaki, mganga mfawidhi hospitali ya rufaa Sekou Toure Mwanza, anathibitisha uwepo wa ushirikiano na NIMR. Kwa miaka mingi zaidi ya 30 tumekuwa tunafanya kazi pamoja, tukishirikiana pamoja katika swala zima la utafiti, na wamekuwa wanafanya kazi
katika maeneo mbalimbali yakiwemo kwenye clinics kwa wagonjwa, lakini pia kwenye vipimo mbalimbali vikiwemo maabara, kitengo cha mionzi pamoja na vipimo mbalimbali katika hospitali yetu. Matokeo ya tafiti hizo yameboresha huduma katika hospitali yetu kwa sababu wamekuwa wanatuletea mrejesho na wanatusaidia kuboresha huduma tunazozitoa kwa wagonjwa wetu. Kwa hiyo sisi tunapenda kufanya kazi na Medical Research NIMR na tutaendelea kufanya nao kazi, tutaendelea kufanya nao tafiti ili kuendelea kugundua vitu vipya zaidi na kuboresha huduma kwa wagonjwa wetu tunaohudumia katika hospitali yetu. NIMR Mwanza si hadithi, ni ushahidi hai wa uwezo wa Afrika kujitegemea kwa maarifa na sayansi. Ni dira ya Tanzania kuelekea afya bora kwa kila mwananchi. Dr. Safari Kinungi anahitimisha kwa kutoa ujumbe wa matumaini na wito wa kuendelea kuunga mkono tafiti. Kituo hiki kama vile taasisi yenyewe ilivyo kina uwezo mkubwa wa kufanya utafiti na kutoa majawabu ambayo yanaweza yakaleta mapinduzi katika sekta ya afya. Kwa hiyo maana yake ni nini? Kwa hiyo hapa na pale kunapokuwa na changamoto za kiafya, then serikali yenyewe hata wananchi wenyewe watambue kwamba wana taasisi yao ambayo inaweza kufanyia tafiti hizo changamoto na kuweza kutoa ufumbuzi unaotakiwa. Mpaka hapo, mpendwa mtazamaji, tumehitimisha makala hii ya kipekee ya NIMR Mwanza. Endelea kufuatilia mfululizo wa makala zetu kupitia NIMR. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Eric Alam Mbonike. Asante, nikutakie siku njema.